ya possession ni kwa sababu ya uovu. Bwana asifiwe. Nami nimesimama mahali hapa na ili nikuambie kuhusu the famine spirit, roho ya njaa. Bwana asifiwe sana. Na ya kwamba roho ya njaa mara mingi huinuka na ili kaweze kutoa mtu katika nafasi yake. Bwana asifiwe sana. Na ninaenda kukuonyesha watu kadhaa ambao waliondolewa katika nafasi zao na ile roho ya njaa. Bwana asifiwe. Fungua pamoja nami kitabu ni cha Ruth. Kitabu ni cha Ruth. Amen. Na ninaamini ya kwamba Mungu atatubariki sana na Mungu atatutendea mema. Ukifika mahali pale sema amen. Ruth 1 verse 1. Biblia inasema hivi: ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabi, yeye na mkewe na wanae wawili. Na jina lake mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanae wawili Maloni na Kilioni. Bwana asifiwe sana. Baba, ninakushukuru ni kwa sababu ya neno lako asubuhi ya siku ya leo. Ninapoenda kunena neno lako, ninaomba ya kwamba Bwana ukalibariki na likafanyike baraka na msaada kwa watu wako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Nami ninaponena neno lako Bwana, naomba ukanitumie kama chombo katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja wakati wa zamani za waamuzi. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba yule mzee ambaye alikuwa ni wa Bethlehemu, ambayo ilikuwa inaitwa Bethlehemu ya Yuda. Bwana asifiwe sana. Wakati wa maisha yake na wakati wa enzi zile kukatokea njaa katika nchi. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba wakati njaa ilipotokea katika nchi, haleluya, nataka nikwambie ya kwamba asubuhi ya leo, afadhali njaa, haleluya, kuliko roho ya njaa ikuingie. Praise God. Njaa inaweza ikatokea na ni sawa, lakini hata kama njaa itatokea, haleluya, ni heri ile roho ya njaa isikuingie. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati njaa ilipotokea katika nchi, haleluya, ninamuona huyu mzee ambaye alikuwa anaitwa Elimeleki. Bwana atukuzwe sana. Akisemezana na mke wake ambaye alikuwa anaitwa Naomi. Na sababu kubwa ya Elimeleki kusemezana na mkewe ni kwa sababu njaa imetokea katika nchi. Na nimekwambia mara mingi roho ya njaa ama njaa huinuka ili kuondoe katika nafasi yako. Haleluya. Njaa hutokea ili kuondoe katika ufalme. Praise God. Na wakati huo njaa ikatokea katika nchi, na wakati njaa ilipotokea katika nchi, ile roho ya njaa ikamuingia huyu mzee. Bwana asifiwe sana. Na wakati hii roho ya njaa ilimuingia huyu mzee, akaona ya kwamba hawataweza kuvumilia. Akaona ya kwamba itabidi waondoke na wahepe, wapotee. Bwana asifiwe sana. Wahepe njaa. Praise be to God. Lakini Biblia inasema ya kwamba, Bwana asifiwe sana, akatoka na akaondoka na mke wake na wanawe wawili na wakaenda. Bwana asifiwe sana. Nimekuja nikwambie ya kwamba, Bwana asifiwe sana, roho ya njaa isije ikakuingia. Haleluya. Maana roho ya njaa itakapo kuingia itakuondoa katika ufalme,
itakuondoa katika nafasi yako. Bwana asifiwe sana. Wakati Elimeleki walizemezana na mkewe na wakakata kauli ya kuondoka, ninaona katika kikao ambacho walikuwa wameketi na wakisemezana ya kwamba wataondoka katika nchi. Bwana asifiwe sana. Hakuna hata mmoja wao ambaye alipata ufunuo wa kuelewa ya kwamba, Bwana asifiwe, hii njaa imekuja na ili tuondoe katika nafasi zetu. Praise be to God. Ninakuombea asubuhi ya leo ya kwamba challenge zote ambazo zitatokea katika maisha kabla haujaondoka, haleluya, gaya yako heyago guulio. Bwana asifiwe sana. Bwana anakupatia ufunuo. Unaelewa ni kwa sababu gani hii njaa imeinuka, ni kwa sababu gani, haleluya, nimejipata kwa hali hii. Biblia inasema ya kwamba Elimeleki na familia yake wakaondoka. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo njaa ikawafanya waondoke na wahame, haleluya, na wakimbie. Njaa inaweza fanya ukimbie. Bwana asifiwe. Njaa inaweza fanya uhame. Amen. Njaa inaweza fanya utende dhambi. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati waliondoka, haleluya, na wakatoka katika Bethlehemu Juda, na Bethlehemu Juda ilikuwa ni nyumba ya mkate. Wakatoka katika nyumba ya mkate na wakaenda. Bwana asifiwe. Praise be to God. Nimekuja nikuambia asubuhi ya leo, usiondoke katika nyumba ya mkate, usiondoke katika nafasi yako hata kama njaa itakuja. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba walipoondoka, wakaondoka katika nyumba ya mkate, wakaenda nje. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba walienda wakaangamia, walienda wakakufa. Bwana asifiwe. Na ninamuona Naomi wakati alielewa, Bwana asifiwe, na akapata ufunuo, na ni baada ya mumewe na wanawe kuaga, Naomi akapata ufunuo, akaelewa ya kwamba nilitoka katika nafasi yangu. Bwana asifiwe sana. Na akajaribu kutafuta njia za kumrejesha katika nafasi yake. Nimekuja nikwambie asubuhi ya siku ya leo, Bwana asifiwe sana, jihadhari na roho ya njaa. Amen. Ukisoma katika kitabu, amen, Genesis 12 verse 10. Praise be to God. Sina muda. Genesis 12 verse 10. Biblia inasema ya kwamba kukawa na njaa katika nchi. Bwana asifiwe sana. Na wakati kulikuwa na njaa katika nchi, ile roho ya njaa ikamuingia Ibrahimu. Na wakati ile roho ya njaa ilipomuingia Ibrahimu, akaondoka na akakimbia na akahama. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inaniambia ya kwamba wakati aliondoka na wakati alihama wakiwa na mkewe, Bwana asifiwe sana, roho ya njaa ilimfanya adanganye. Bwana asifiwe sana. Akaenda na akafika katika malango ya Misri. Alipofika katika kiingilio, katika malango, akajua na akaelewa ya kwamba mkewe alikuwa ni mrembo, ya kwamba mkewe alikuwa anavutia sana. Na kwa hivyo Ibrahimu ilibidi adanganye, aseme ya kwamba Sara alikuwa ni dada yake ili asije akauliwa. Bwana asifiwe sana. Roho ya njaa ilipomkamata Ibrahimu baada ya kuingia katika nchi, haleluya, Ibrahimu akaondoka katika nchi, akahama na akaondolewa katika nafasi yake. Bwana asifiwe sana. Ukisoma Genesis 25 verse 29, Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Esau. Bwana asifiwe sana. Na wakati roho ya njaa ilimuingia Esau, akatazama na akamuona ndugu yake alikuwa anapika chakula, na kwa sababu ya njaa Esau akamwambia Yakobo ndugu yake ya kwamba naomba unipe chakula cha dengu unachokipika. Bwana asifiwe sana. Naye Yakobo akamwambia Esau ya kwamba ili nikupe chakula changu,
Haleluya. Itabidi ya kwamba unipe uzaliwa wako wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Yaani unibadilishie uzaliwa wako wa kwanza na chakula. Bwana asifiwe sana. Praise be to God. Ni kwa sababu ya njaa. Roho ya njaa inapomwingia mwanadamu, humuondoa katika nafasi yake, humuondoa katika ufalme. Bwana asifiwe sana. Roho ya njaa inapoingia, inafanya watu watende dhambi, inafanya watu wadanganye. Bwana asifiwe sana. Na kama Wakristo, chakula chetu ni maombi. Bwana asifiwe. Chakula cha Mkristo ni maombi. Bwana asifiwe. Na wakati Mkristo anakosa maombi, haleluya, wakati Mkristo amekosa maombi, roho ya njaa inaanza kumuandama. Bwana asifiwe. Roho ya njaa inaanza kumuingia. Bwana asifiwe. Maana ukiwa na njaa, mtu wa Mungu, utakuwa wewe ni mnyonge, utakuwa wewe ni mdhaifu, itakuwa ya kwamba hauwezi. Bwana asifiwe sana. Na ndiyo sababu unaona Wakristo wengi, kwa sababu walikataa maombi. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Wakristo hawaombi, nayo roho ya njaa imewashika, imewasukuma, imekuwa ya kwamba Mkristo, amen, hataki kuomba, anataka kuombewa. Bwana asifiwe sana. Na ndiyo sababu unaona ya kwamba Wakristo wengi wameenda kwa madivina. Bwana asifiwe. Ni kwa maana wamepatwa na ile roho ya njaa. Bwana asifiwe sana. Roho ya njaa inapomuingia Mkristo, inamsukuma. Haleluya. Anajipata ameenda kwa divina, anajipata ameenda kwa waganga. Haleluya. Anatafuta msaada. Ni kwa sababu huyu mtu, Bwana asifiwe sana, amekosa kuomba na njaa imempata. Haleluya. Na wakati njaa ya kiroho itakapokupata, mtu wa Mungu, itakuondoa katika nafasi yako. Hauwezi kuniambia ya kwamba utaenda kwa divina, haleluya, na uwe bado umesimama katika nafasi yako. Bwana asifiwe sana. Hautaniambia ya kwamba utaenda kwa mganga na iwe umesimama katika nafasi yako. Utakuwa umeondolewa. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema katika Genesis 26, nikimalizia sasa, Genesis 26, Biblia inasema kukawa na njaa katika nchi. Bwana asifiwe sana. Sijui nisome hii. Bwana asifiwe sana. Ukifungua pamoja nami, kuna mzee mmoja, haleluya, ambaye alimpenda Mungu sana. Na huyu mzee wakati alipenda Mungu, akafanya urafiki na Mungu, na akawa ni mzee mcha Mungu, na akawa ni mzee ambaye anaogopa dhambi. Bwana asifiwe sana. Na wakati alikuwa mahali pale akiishi, Mungu akapendezwa na huyu mzee, na kwa hivyo Mungu akampa kipawa cha unabii. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo huyu mzee akawa anatabiri kanisani, anawaambia watu vile ambavyo mbingu inanena, anawaambia watu jinsi ambavyo Mungu anataka. Bwana asifiwe sana. Na katika ile hali, roho ya njaa ikainuka. Bwana asifiwe. Na wakati roho ya njaa iliinuka, ikamuingia huyu mzee. Haleluya. Na wakati aliingiwa na hii roho ya njaa, amen, unajua nini watu wa Mungu? Wakati roho ya njaa imekushika, na wakati roho ya njaa imekuingia, mundu abagi ya kuirora. Bwana asifiwe sana. Unapiga mahesabu, unaangalia maisha yako, unajaribu kupiga mahesabu, uko na matiraigirana. Bwana atukuzwe sana. Na kwa sababu huyu mzee alikuwa anaongea na Mungu, alikuwa anatabiri, alikuwa anaambia watu jinsi ambavyo Mungu anapenda. So mzee aliposhikwa na ile roho ya njaa, alikuja kanisani.
Bwana asifiwe. Akamwambia, Bwana, nimekuja maana nataka nifanye agano na wewe. Haleluya. Maana ninataka unibariki. Bwana asifiwe. Na akamwambia Bwana ya kwamba ikifikia siku fulani dire ndogakoro ujikire no. Bwana asifiwe sana. So mzee akamwambia Bwana ya kwamba ikifikia wakati fulani, kama hautakuwa umenitendea hivi na hivi, mimi na wewe tutaachana. Bwana asifiwe sana. So mzee akaenda na akagojea ile siku alimwambia Bwana, na siku ikafika. Bwana atukuzwe sana. Na wakati siku ilifika, mzee hakuwa ametimiziwa. Bwana asifiwe. So mzee alikuja kanisani akamwambia Bwana ya kwamba tuliagana, ikifikia siku ya leo utakuwa umenifanyia 1 2 3. Bwana asifiwe. Na kwa sababu haujanifanyia, haujanitimizia, mimi tunaachana. Bwana asifiwe sana. Mimi na wewe tunaachana. Haleluya. Turauma no tamadhaina adhuruwale. Bwana atukuzwe sana. Praise God. So mzee akamwambia Bwana, sasa hakuna lingine, mimi nimeondoka na mimi nimeachana na kazi yako. Na Bwana atukuzwe sana. Na mzee akatoka. Mzee alipotoka tu kwa church, kufika hapo nje akapatana na mzee mwingine ambaye alikuwa ni rafiki yake wa kitambo. Haleluya. Wakati hakuwa ameokoka, walikuwa wanatembea na yeye, walikuwa wanakunywa na yeye, walikuwa wanafanya mambo na yeye. So alipotoka kwa church, baada ya kuachana na Mungu, akakutana na huyo mzee. Bwana asifiwe sana. Walipopatana na huyu mzee, akamwambia ya kwamba mimi nimechoka na kazi ya Mungu na nimekata kauli ya kwamba kanisani sitawahi rudi. Bwana atukuzwe sana. Yule mzee rafiki yake akafurahia sana na akamchukua, akamwambia kuja nikupeleke mahali. Na wakatoka wakaenda. Mahali alipopelekwa ilikuwa ni bar. Bwana asifiwe sana. Wakaingia kwa bar. Na walipoingia mahali pale, huyu mzee akajua ya kwamba kabla hatujakunywa pombe, kabla hatujakunywa chochote, kwanza tutakula. Bwana asifiwe. So akasema ya kwamba nyama itengenezwe. Bwana atukuzwe sana. Na wakati nyama ilitengenezwa na nyama ikaiva, nyama ikaletwa kwa meza. Na wakati nyama ilikuja kwa meza, haleluya, mtu wa Mungu ambaye alikuwa ni nabii, mtu wa Mungu ambaye alikuwa anatabiri, mtu wa Mungu ambaye alikuwa anaambia kanisa ya kwamba Mungu amesema tupitie kwa hii njia, lakini roho ya njaa ikamuingia. Haleluya. Liwe kilafu. Bwana atukuze sana. Ameketi chini mahali pale na nyama imekuja imewekwa hapa kwa meza na wamenawa mkono. Bwana asifiwe sana. Na walipoanza kukula nyama, yule mtu akaanza kuambia Mungu, tazama, rola one wakugutire kidu. Bwana atukuzwe sana. Saa hii ndio tumeachana, hata sijafika kwa nyumba, saa hii ninakula nyama. Roho ya njaa. Bwana asifiwe sana. Sijafika hata kwa nyumba na tumeachana saa hii. Na saa hii ninakula nyama. Bwana asifiwe sana. Na kuambia mtu wa Mungu, wakiwa hapo kwa meza, hakuuma nyama mara 3. Bwana atukuzwe sana. Mara ya pili alipouma, taya. Bwana atukuzwe sana. Zikafanya nini? Bwana atukuzwe sana. Zikehegi sana, zikapitana. Bwana atukuzwe sana. So yule mzee alipoona vyenye kumekaa, alitoka nje kama mtu ambaye ameenda kujisaidia. Alipofika pale nje, akaanza kugonga hivi. Bwana atukuzwe sana. Anamwambia Bwana, siasoka. Bwana atukuzwe sana. Ni gogo tugatira matuko makwa mothe. Bwana atukuzwe sana. Sijui kama tuko pamoja. Mzee anamwambia Bwana, sasa kama itarudi vizuri,
Amen. Na kwa huruma za Mungu sigishoka. Bwana atukuze sana. Kama ni wewe ungefanya namna gani? Ziliporudi yule mzee ndashokire nginya kirabu ringi. Hata kwenda kuambia rafiki yake nimeenda, sitakula ama sitakunywa. Hakurudi, athire athiete. Bwana atukuzwe sana. Nimekuja nikwambie ya kwamba roho ya njaa inaweza ikakuondoa katika ufalme. Roho ya njaa inaweza ikakutoa katika njia za Bwana. Roho ya njaa inaweza fanya udanganye. Nikimalizia Genesis 26, Biblia inasema ya kwamba kukawa na njaa katika nchi, na wakati kulikuwa na njaa katika nchi ilikuwa ni miaka na ilikuwa ni wakati wa Isaka mwanawe Ibrahimu. Bwana atukuzwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba ilikuwa ni njaa tofauti na njaa ambayo ilikuwa wakati wa Ibrahimu. Bwana asifiwe sana. Na sasa tena njaa imerudi wakati wa mwanawe. Bwana atukuzwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba kabla ya ile roho ya njaa kumuingia Isaka, haleluya, Mungu akamunenea akamwambia ya kwamba usishuke kutoka mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Ninakuombea Mungu ona kugekaria ngaragu. Bwana atukuzwe sana. Kabla ya roho ya njaa kukuingia, Bwana akunene, Bwana akutokee, akwambia usishuke, akwambia usiende. Bwana atukuzwe sana. Bwana akamwambia Isaka, usiondoke, maana nitakuwa pamoja na wewe, maana nitakubariki na nitakuinua. Bwana atukuzwe sana. Isaka akakaa katika nchi na Bwana akambariki na Bwana akamuinua. Ukiendelea kusoma, Bwana atukuzwe sana, utapata ya kwamba Isaka alipanda na akavuna wakati wa njaa, wakati wa jua, wakati wa kiangazi, alipanda na akavuna. Bwana atukuzwe sana. Watu ambao sauti ya Bwana imewanenea ona kwing'aragu. Bwana atukuzwe sana. Matithiraga. Bwana atukuzwe sana. Hawatoki katika nafasi zao, hawawezi wakaondolewa. Na ninakuombea asubuhi ya leo ya kwamba usiondolewe katika nafasi yako na hii roho ya njaa katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba njaa ikajirudia wakati wa Isaka, na wakati wa baba yake Isaka kulikuwa na njaa, na ikamuondoa baba yake katika nafasi na akadanganya. Bwana asifiwe. Nimekuja nikwambia asubuhi ya leo, hata kama njaa imeondoa wazazi wako, hata kama njaa iliondoa ambao walikuwa mbele yako, wewe hautaondolewa. Bwana asifiwe sana. Wewe hautaondolewa katika nafasi yako. Praise be to God. Hata kama njaa imewaondoa watu wenu, nimekuja nikutambirie asubuhi ya leo, nikuambie ya kwamba hata kama njaa itatokea, kabla ya hii roho ya njaa ikuingie, Bwana akunenee. Bwana asifiwe. Njaa ilitokea, Mungu akamunenea Isaka, akamwambia ndio, katika nchi kuna njaa, lakini wewe kaa mahali hapa. Nimekuja nikuambie inawezekana. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wametolewa katika ufalme, watu wengi wameondoka, muliokoka na wao, lakini wameondolewa katika ufalme. Nimekuja nikuambie ya kwamba wewe hautaondolewa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ninakuombea ya kwamba wakati njaa itatokea, Ngai no agakuhe oguorio. Bwana atukuzwe. Akwambie ya kwamba hii njaa imeinuka ili kuondoe katika nafasi yako. Simama imara, usiondolewe na hii njaa. Ninakutambilia ya kwamba asubuhi ya leo usimame imara. Bwana atukuzwe sana. Hata njaa ikitokea, hata shida ikitokea, ona kugegea duma, Bwana atukuzwe, hautaondolewa katika nafasi yako katika jina la Yesu. Bwana anamwambia Isaka ya kwamba usiondoke, hata kama kuko na njaa, mimi nitakubariki, mimi nitakuinua, nitakushika mkono, nitakusaidia na nitakuwa pamoja na wewe. Nimekutambilia asubuhi ya leo ya kwamba
Bwana asifiwe sana. Katika njaa Mungu akushike mkono. Katika dhiki na shida Mungu akushike mkono. Atembee na wewe ili usiondolewe katika nafasi yako. Bwana asifiwe sana. Tumemuona mzee ambaye alikuwa anaitwa Elimeleki, aliondolewa katika nafasi yake. Bwana asifiwe. Esau akapatiana uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya njaa. Bwana asifiwe sana. Ibrahimu akaondolewa katika nafasi, lakini wakati wa Isaka Mungu akasimama akamwambia Isaka, ninajua ya kwamba Ibrahimu baba yako aliondolewa na akaenda na akadanganya, lakini wewe, Bwana asifiwe sana, hautaondolewa. Ninakuombea ya kwamba usiondolewe katika nafasi yako katika jina la Yesu. Ona kwa umirangaragu, hautaondolewa. Bwana atukuzwe sana. We simama katika njia za Bwana, simama katika haki ya Bwana. Usiende kutafuta waganga, usiende kutafuta madivina. Fanya urafiki na maombi. Bwana asifiwe sana. Wakati wa Kristo wamekosa maombi ni kuhuta mahutaga. Bwana atukuzwe sana. Na wakati umepatwa na njaa, ile roho inaweza ikakuingia. Bwana asifiwe sana. Na roho ya njaa ikikuingia, itakuondoa katika ufalme. Bwana asifiwe. Itakuondoa katika nafasi yako. Haleluya. So ninawaombea ya kwamba tusiondolewe katika nafasi yetu. Bwana asifiwe. Wakati wangu umeisha.